Shaban TV, we are the best. Na ndugu mtazamaji wa Shaban Media, hii ni Shaban Media. Leo nipo katika uwanja wa Baraka Mosa. Tunakuja kupasha 1 2 3 4 5 6 hapa. Tutakuja kusikia mazungumzo ambao wachezaji wa Baraka Mosa watakavyojinadi kwenye TV yako hapa Shaban Media. Ni zidi ya mchezo wa Jumapili kati ya Baraka Mosa na Regideso. Tutakuja kuongea na kapteni pamoja na coach wa timu aweze kuzungumza na kuweza kuweka vizuri. Mashabiki kama unavyoona wanapasha wachezaji wako vizuri. Tuko katika uwanja wao hapa, tuje kuletea 1 2 3. Hii ni Shaban Media, ni Nyengro Sila hapa, niko kwenye mic na upande wa kamera ni Monster. Tutakuja kuzungumza 1 2 3, watakuja kutambulisha majina wenyewe kwa sababu ni watu, ni wanadamu pia, wanastahili kusema na kuweza kusikika pamoja na mashabiki na fans wote wa Shaban Media. Mkono wangu wa kulia nina kocha. Jambo. Jambo. Vipi, unaweza kutambulisha majina yako? Haina shida. Kwa majina naitwa Juma Mwamba. Ani Juma Mwamba, kocha wa Baraka Mosa. Vipi, unaandaa vipi mchezo wa Jumapili? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali nzuri. Kweli timu yangu iko vizuri sana na iandaa vizuri, na naamini kwamba tutafanya mazuri sana kwa sababu naamini kikosi changu kwenye mazoezi tunajituma ipasavyo kwa kuandaa mechi inayofuata. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tutafanya vizuri mechi ambayo inakuja mbeleni hapo, sisi na timu ya Regideso. Na kuna tetesi kwamba kuna wachezaji baadhi ambao hawapo kwenye kikosi chako. Je, hizo kauli kwa upande wako ni zipi? Haina shida kwa sababu unajua timu ina takriban wachezaji 24, yani kila namba ina wachezaji wawili. Kwa hiyo tukikosa mchezaji mmoja au wachezaji wawili haina shida, ni wachezaji wengine ambao watakava ile sehemu ya wale wachezaji ambao labda wamepatwa na injury au na matatizo ya kifamilia, lakini naamini kwamba kikosi changu kipo vizuri sana, kinoa vizuri ipasavyo kama kawaida yangu. Na katika kikosi chako ni nani hasa ambaye amekosa, ambao huenda mashabiki wa timu ya Baraka Mosa walikuwa wanatarajia kikuepo katika uwanja anaweza kufanya mambo mazuri sana? Mimi nina mchezaji wangu namba 6 ambaye anaitwa Diedone, ndo alipata injury kwenye mechi yetu na Young Boys, na ndo mchezaji ambaye nitamkosa kwenye mechi inayofuata hapo mbeleni zidi ya Regideso. Na yule labda ndo mashabiki watajiuliza kwa nini amekosa, nifuatana na majeraha aliyoipata kwenye mechi yetu zidi ya Young Boys. Na kocha, bado niko na wewe tu. Ni matumaini gani ambao unaweza kuwapatia mashabiki wa Baraka Mosa, na kipi mashabiki waweze kusubiri ushindi kati ya mchezo wako zidi na Regideso? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba mashabiki wajisikie furaha kubwa sana kwa sababu mechi tunaimaliza dakika 90 tu, na kwamba hakuna muda wa kwenda kwenye mkojo wa penalty kwa sababu kikosi changu nachaamini vizuri na chaandaa vizuri kama ipasavyo, kwa sababu wachezaji wangu wako vizuri kimbinu zaidi sana. Na niombe tu mashabiki wote washangilie kwa furaha, kwa nderemo, kwa vuvuzela, kwa vigeregere, kwa sababu ushindi ni lazima siku hiyo ya mechi, kwa sababu timu inakuja kivingine kabisa, yani kama tuseme ni Madrid ya Hispania pale. Kwa hiyo dakika 90 tu tutakuwa tayari nimeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo wajiandae vizuri kwa sababu mimi naandaa wachezaji wangu vizuri kimbinu, kisaikolojia, yani kila idara hapo vizuri sana zaidi. Naamini kwamba tutafanya vizuri zaidi sana. Kwa hiyo wajiandae vizuri kwa kupokea timu ya Baraka Mosa kwenye uwanja wa Air3 pale. Mkono wangu wa kushoto hapa na nahodha wa timu. Jambo. Majina yako? Naitwa Saleh Rashidi. Saleh Rashidi, nahodha wa timu ya Baraka Mosa. Vipi kikosi chako? Naamini kikosi changu ni kizuri sana, na nafikiri mechi ya Jumapili nitaifuzu mechi hiyo. Kwa maana nafikiri kikosi changu nakiamini kama kocha anavyotupatia mfumo wake, naamini kikosi ni kizuri sana. Naamini mechi hiyo tutaifuzu na tunamaliza dakika 90 tu, tutaenda kwenye mkwaju wa penalty. Naam. Na tumani kabisa nahodha anajiamini vilivyo. Vipi kikosi chako, na matumaini gani ambao unaweza kawaambia wachezaji, kwa sababu najua nahodha naye huwa na mafundisho zidi ya wachezaji wake, na ni motisha gani ambao wewe utatumia hiyo Jumapili ijayo? Nafikiri kocha wetu, kocha mtu wa selection, kwa maana anaandaa kikosi chake vizuri, ni kocha mkubwa sana, na naamini ambavyo anatupatia mfumo wake vizuri na tunatekeleza kivile. Kwa maana nafikiri mechi hiyo ya Jumapili baada ya sisi na Regideso, wanafikiri Regideso waga
wana mazoea, kwa maana nafikiri tushapambana nao katika mifumo, yani michezo minne washa kutufunga mchezo mmoja. Nafikiri hivyo mechi itakuwa ni vizuri tu, na kwa maana nafikiri wanajiandaa kivile, lakini na sisi mechi hii nafikiri ni hatua ya kuingia nusu finali. Hii ni nusu finali, tunaingia final. Kwa nafikiri mechi hii itakuwa ni kubwa sana, na nafikiri mechi hiyo tutaimaliza mapema tu, dakika 90 tutakuwa tushamaliza mechi. Kuna maana nyinyi mnadaiwa? Amna watudai. Umesema kwamba hapo ni mchezo mmoja ambao umewazidi. Kuna mchezo mmoja leo kutufunga kule zone ya 19 kule. Hayo tufunga mechi baada ya sisi Rigide Zone, nafikiri ilikuwa ni hatua kama tulikuwa kwenye makundi tu, wakatufunga mechi tukapigwa 2-1. Kwa maana nafikiri ndio mechi ambayo wakawa wanajidai kwamba eti wanaweza kutufunga tena, na hii tumekutana nao kipindi cha robo finali hapa. Kwa maana kila mtu anajitegemea yeye sasa, kwa maana akipiga hapa anaingia finali. Anajua kuna lile, kwa sababu wachezaji wote wao wanategemea matokeo mazuri. Ikifika hatua matokeo yamekwenda ndivyo sivyo, kuna hali ya wachezaji kupaniki ndani ya uwanja, ndani ya mchezo. Kwa upande wako hilo unasema nini? Mimi nafikiri wachezaji wangu waweza kupaniki, kwa maana tunajua kipi ambacho tunakifanya, kwa maana tunajua ni hatua gani ambayo tunaingia. Kwa maana nafikiri wachezaji wangu hawana paniki yoyote ile, na nafikiri mechi hiyo tutamaliza tu dakika 0 tu. Unajua kocha yupo nje, wewe ni kocha wa pili ukiwa uwanjani mle ndani ya mchezo, na ndio maana tunakuuliza maswali haya. Na pia niseme kwamba huenda kuna kitu ambao unaweza kushauri wachezaji wenzako katika mchezo. Kwa shauri wachezaji wenzangu ni kwamba tuwe na utulivu tu, tutulie. Kwa maana nafikiri mechi hii itakuwa na, kwa maana sisi timu yetu kuna watu wengi ambao wanakufishana timu yetu, wanakuja naleta maneno. Kwa hiyo inabidi sisi wachezaji tutulie, tunajua kitu ambacho tunakifanya eti. Hii ni Baraka Mosa nikiwa ndani ya uwanja wao hapa. Hii ni Shabani Media, tunakuletea matangazo moja kwa moja. Tukutane hiyo Jumapili ya 3, uwanja wetu kule utakuwepo. Kwa hiyo usipange kukosa, ni mechi ya kibabe, mechi ya nguvu sana, mechi ya matumaini, ni mechi ya kitofauti kama vile ulivyofikiria. Chao ni Nyengros, hapa nipo kwenye mic, Monster babu wa kamera upande wa pili. Pasipo mwenyewe nipo na kocha msaidizi. Vipi kocha? Safi. Shwari kabisa. Shwari, Mungu mwema. Mungu ni mwema, naona kabisa una nguvu zote. Ndiyo, nashukuru. Na ni zidi ya mechi yako na Rigide Zone Jumapili. Sijui kuna kipi cha kuhamasisha familia, village pamoja na mashabiki wote pande zote ambao wanashabikia timu yako ya Baraka Mosa. Tunaenda kucheza mchezo, tena tunaenda kwenye malengo fulani ambayo tunatakiwa tufike sehemu fulani. Mashabiki wetu, viongozi wetu wote wanajua. Na huenda tuseme kwamba malengo haya una uhakika nayo? Malengo haya si tuna uhakika nayo, ijapo kwamba ni mchezo ambao wote tunahitaji ushindi. Lakini lazima na wewe uwe na confidence ya kwamba naenda kufanya hivi kutokana na maandalizi yako. Anavyoona kikosi ni kizuri na kikosi kitamu kabisa. Najua hapa lazima jambo lifanikiwe. Lazima tufanikiwe kwa sababu tuna nguvu, tuna bidii, tuna vijana ambao wanajituma, ndio maana tunakuwa na imani kwamba tutafanya vema katika mchezo huo. Sawa, vipi, nataka uhamasishe vijana na utoe kauli nzuri ya kuwapa moyo mashabiki pamoja na wachezaji hiyo Jumapili. Na wapa moyo kwamba tutaenda kufanya vizuri, wajiandae kushangilia, kutupa moyo. Sisi tunaenda kuleta ushindi hapa kwetu kijiji chetu cha VNTNUE. Asante sana, nashukuru kwa ushirika wako. Asante nawe pia. Tukutane mchezoni. Ndiyo, asante. Shaban TV, we are the best.